Yanayoendelea kuhusiana na kiungo wa boli kutoka nchini Tanzania Zanzibar Finest Faisal Salum Abdalla ni mazito kuhusiana na miamba wawili, klabu ya Simba Sports Club na klabu ya Yanga kuendelea kuwa na tetesi za kumsajili Faisal Salum Abdalla kwa siku za usoni. Faisal Salum Abdalla, ikumbuke, baada ya mchezo dhidi ya Taifa Stars alizua gumzo baada ya kile alichokiandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Facebook, akiandika maneno yaliyoonyesha wazi kwamba kunaweza kukatokea jambo lolote. Sasa jambo gani aliliandika Faisal Salum? Ungana nami, mimi nitakujuza hapa na Flow Updates, Flow Habari. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare video zetu, unabonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata taarifa mpya kutoka kwenye page yetu. Kwenye kipaza ni mimi Flowin, ungana nami. Faisal Salum Abdalla, baada ya mchezo kati ya Taifa Stars dhidi ya Morocco ambao Taifa Stars walipata kufungwa magoli 2-0, baada ya mchezo Faisal Salum Abdalla aliandika katika ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, ambapo watu walipata gumzo kidogo kwa nini ameandika kauli ile. Faisal Salum Abdalla baada ya mchezo aliandika alhamdulillah, nguvu moja. Aliandika hivyo katika mtandao wake wa kijamii. Aliandika hivyo alafu akaishia hapo. Mimi nimenukuu kama ifuatavyo. Baada ya kusoma comment za wadau waliojaribu kucomment baada ya post ile ambayo Faisal Salum Abdalla aliandika, wengine wanasema tayari inawezekana tayari yupo katika dili na nguvu moja, yani Simba Sports Club. Wengine wakimtaja kwamba anazidi tu kupata viewers kutokana na posti anazoziweka. Anaendelea kuongeza upana wa mashabiki kwa nchini Tanzania. Wengine waliendelea kudai kwamba anaweza akawa anazidi kujipandisha hadhi kama ilivyokuwa mwanzo. Mkikumbuka msimu uliopita, Faisal Salum Abdalla alitajwa sana kujiunga na klabu ya Simba. Baada ya Simba kufanya usajili wa wachezaji kutoka nchi mbalimbali, imeonekana dili la Simba na Faisal Salum Abdalla limetokomea. Sasa wengi walijaribu kutoa tetesi wakisema Faisal Salum Abdalla msimu huu huenda akatua katika viunga vya klabu ya Simba. Sasa scenario ya Faisal Salum Abdalla kutua Simba ipoje ikiwa Azam FC hawapo tayari kumuuza Faisal Salum Abdalla? Aishi Salum Manula ni mchezaji wa Simba Sports Club kwa muda kadhaa katika ushindi wa Simba kwenye NBC Premier League kwa misimu 3 mfululizo kuanzia mwaka 2019-2021. Aishi Manula alikuwepo hapo akitokea katika klabu ya Azam FC, lakini kwa sasa hapati nafasi katika klabu ya Simba kutokana na uwezo wa mshindani wake, golikipa kutoka Mali, kutoka Guinea Pinpin Kamara, ambaye ameonyesha uwezo mkubwa sana kwenye mechi alizozicheza. Sasa wengi wanasema kuwa kuna uwezekano sasa wa Azam FC na Simba kufanya mabadilishano ya wachezaji, yani Faisal Salum Abdalla aende klabu ya Simba huku Aishi Manula arudi katika klabu yake ya zamani Azam FC, kutokana na dili la Faisal Salum Abdalla kuwa ni gumu kwa siku za hivi karibuni. Yameibuka tena mengine baada ya hilo, huku yakimtaja Faisal Salum Abdalla tena kurejea katika klabu yake ya zamani ya Young African. Yapi yameanzia huko sasa? Wengi wamejiuliza kwa nini Engineer Hersi Said baada ya Idi hapo jana mpaka leo alionekana engineer kumtumia message Faisal Salum Abdalla ikiwa aliondoka kwa shari na klabu ya Yanga. Engineer alituma message kwa mchezaji Faisal Salum Abdalla, alisema happy Eid day fundi wa boli. Aliandika hivyo katika ukurasa wake wa mitandao ya kijamii akimtumia Faisal Salum Abdalla. Faisal alijibu kama ifuatavyo. Yeye alijibu, alisema asante, nashukuru bosi wangu. Hiyo ni jibu kutoka kwake Faisal Salum. Sasa nini kipo katikati ya hapa? Wengi sasa wakaibuka tena wakasema, wakimtaja tena kwa mara nyingine tena Faisal huenda tena akarejea na klabu ya Yanga kwa mara nyingine tena, kwa sababu Faisal Salum Abdalla aliondoka akizibwa pengo na Azizi Ki, ambaye kwa sasa kiwango chake hakipo kwenye kile ambacho kilitegemewa katika msimu uliopita. Sasa Faisal Salum Abdalla huenda akarudi katika klabu ya Yanga kuendeleza pale alipoishia. Azizi Ki ametajwa mara kadhaa kuondoka na kuachana na klabu ya Yanga kutokana na madili manono yaliyokuja katika mezani kwa klabu ya Yanga kwa siku
misimu kadhaa baada ya Miguel Gamondi kuondoka, Nasr bin Nabi pia alipokuwepo, Aziz Ki aliwahi kuhitajika. Kipindi cha Miguel Gamondi, Aziz Ki alihitajika na Mamelodi Sundowns, alihitajika pia na Wydad Casablanca, lakini Yanga walifanikiwa kumbakisha kuwa mchezaji wao huu ambaye ataendelea kuitumikia klabu ya Yanga. Sasa nini sasa mbinu nyingine iliyobaki ya kumfanya Aziz Ki aweze kusalia katika msimu ujao ambao bado Aziz Ki anaendelea kuhitajika na klabu mbalimbali? Wydad Casablanca imeonekana pia kumhitaji Stefan Aziz Ki, wakionekana pia kumhitaji Clement Francis Mzize. Wydad Casablanca inanolewa na Roar Mokwena ambaye aliwahi kuinoa Mamelodi Sundowns, ambaye pia aliwahi kumhitaji Aziz Ki akiwa na Mamelodi Sundowns. Kwa kuna uwezekano mkubwa sana Stefan Aziz Ki akaachana na klabu ya Yanga akaenda kwa Wydad Casablanca. Maana yake anayemhitaji ni kocha aliyewahi kumhitaji akiwa na Mamelodi Sundowns. Amesimamia msimamo wake wa kumhitaji Stefan Aziz Ki pamoja na Clement Francis Mzize. Sasa yapi yanaendelea huko? Endelea kufuatilia Flow Updates. Flow habari inakuletea yote yatakayojiri huko. Faisal Salum Abdalla njia panda kwenda Msimbazi, kwenda Yanga. Wapi ataenda? Lakini kumbuka Msimbazi wanamhitaji kama mashabiki wao wanavyompenda, wanamhitaji sana mchezaji kutoka Zanzibar Faisal Salum Abdalla. Usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare video zetu. Unabonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata taarifa mpya kutoka kwenye page yetu. Mimi ni Flow ni Vitus kwenye kipaza, nikutakie Idi njema.